unatumia masaa mangapi? Moja, mawili, matatu. Kwa kiasi gani umewanyima haki za watoto wako nyumbani? Kwa namna gani umenyima haki za mke wako? Kwa namna gani umenyima haki za wazazi wako? Eti wewe kwenda kushangaa na kubaki muda mrefu ukiangalia kombe la dunia. Alhamdulillahi alladhi ja'ala albayta mathabatan linnasi wa amna wa rafa'a qadra man zalahu tadallulan wa khudu'an wa ta'abbuda wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ja'ala hajja baytihi al-haram ruknan min arkani al-islam wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu خير من طاف بالبيت العتيق وسعى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل، فهي زاد الأكبر والسبيل الأقوم. قال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na pia kumtakia ziada ya rahma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pasina kuacha kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima kuendelea kumcha Allah tabaraka wa taala. Hotuba yetu ya leo itakuwa na anwani: mahujaji, lindeni hija zenu, na wale wasiohiji watie nia ya hija mwakani. Ayuha almu'minun, hivi punde ndugu zetu Waislamu kutoka katika kila pembe ya dunia wamekuwa wanarudi kutoka katika viwanja vitukufu kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Na hija, ayuha almu'minun, ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni shahada mbili. Mwanadamu Muislamu ana hali mbili. Mwanadamu wa kwanza ni yule ambaye anazaliwa kutoka katika tumbo la mama yake akitokana na wazazi wote wakiwa Waislamu, bi maana ya kwamba huyu anazaliwa kutoka katika familia ya Kiislamu, hana haja ya kutamka shahada mbili. Lakini aina ya pili ya Uislamu ni wale ambao wanatoka nje ya Uislamu, kwa maana waliosilimu. Wanapoingia katika Uislamu wanatakiwa watamke shahada mbili. Aidha tumekuwa tukitumia kuwatamkisha, na wao wanatamka kwa kuwa tayari wamekubali katika mioyo yao kukubali Uislamu, kwa hiyo wanatamka shahada mbili. Kwa hiyo ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Ya kwanza ni shahada mbili. Lakini nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Wanasimamisha swala Uislamu. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Sasa ukimkuta Juma Bakari Fatuma Muhammad alafu asimamishi swala, jua afika hapo kuna tatizo. Lakini nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Angalia basi kwenye hii nguzo ya swala, Allah tabaraka taala amewapa ruhusa, hasa katika siku ya Ijumaa ama sala nyingine. Akasema Allah tabaraka taala kama ilivyokuja katika surati Al-Jumu'ah, itakapomalizika swala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tanikeni katika ardhi na mkatafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa maana nendeni mkaendelee katika majukumu yenu ya kazi, kutafuta maslahi yenu ya dunia na akhera yenu. Kwa sehemu nyingine sio tu katafuta hizo fadhila za Allah kwa maana kwa ujanja wako na elimu yako na nguvu zako, la. Akasema ndani ya surati Nisa, was'alullaha min fadli, muombeni Mwenyezi Mungu hizo fadhila zake. Kwa hiyo wakati unaenda kutafuta mishemishe zako za kupata riziki yako wewe na familia yako, lakini usisahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili akupe hizo fadhila. Na ndio maana wangapi wanahangaika kutwa nzima hapati chochote, kwa sababu ametarajia biashara yake, anategemea kazi yake kuenda sehemu ya kupata kipato. Kinachotakiwa wakati unaenda kufanya kazi upate riziki yako na familia yako, was'alullaha min fadlihi,
muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala fadhila zake, riziki zake awapeni, maslaha yake awapeni ya hapa duniani. Kwa hiyo nguzo ya pili ni kusimamisha swala, na nguzo ya tatu ni zaka. Ukisha kwenda kuswali ukafanya kazi, si tu unachokipata ule, unywe, ulale, tembee na familia yako zimalizie huko kote, wala nguzo ya tatu ni kutoa zaka. Na kutoa zaka, unatoa sehemu ya ile mali yako iliyozidi. Lakini si hivyo tu, katika huko kutoa zaka, nguzo inayofuatia ni nguzo ya 4 ambayo ni nini? Saumu Ramadhan. Sio tu umepata hela, umefanya kazi, unakula, unakunywa, unasaza, unatupa. Sio hivyo. Jizoeshe baadhi ya maeneo uwe unafunga. Kuna funga za sunna za Jumatatu au Alhamisi 13, 15, lakini pia vile vile kuna funga za wajibu, na kuna funga ya Ramadhani. Kwa hiyo unapofanya kazi ukapata hela ukala, unatakiwa pia vile vile balance mwili wako uwe unafunga. Ukimkuta mwanadamu Muislamu afungi, muuliza na sababu gani ya kutokufunga. Lakini nguzo ya mwisho ya Uislamu, haji baitillah, kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah tabaraka taala. Na kwenye nguzo hii Allah subhanahu wa ta'ala asema, walillahi ala nnas hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Nguzo hii wanakwenda wenye uwezo wa afya, mali, kuhimili mikiki yake. Hivyo sasa wale ambao wamekwenda sasa kufanya ibada ya hija na wanarudi katika nchi yetu, tunawaagiza, tunawaomba waendelee kuzilinda ibada zao za hija. Kwa nini wazilinde ibada zao za hija? Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam anasema, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija iliyo njema yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haina malipo yake ni janna. Lakini kuna hadithi nyingine Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema ya kwamba, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk, mtu ambaye atakayehiji na hakufanya aina zozote za uchafu, rajaa kayomi waladatu ummu, huwa anarudi mtu huyu katika kama ile siku ambayo aliyozaliwa na mama yake. Siku ambayo anazaliwa na mama yake, taib, naam. Iko vipi? Kwamba hana madhambi yoyote yale. Tunatarajia kwa hija ambazo mahujaji waliofanya katika hija hii 1446-47, Allah subhanahu wa ta'ala amewakubalia hija zao. Tuna imani kipindi chote, siku 10 kabla na siku 10 baada, siku 21 zilizotumia kule, kwa maana siku 41, tuna imani mahujaji hawa walidumu, walikaa katika miko ya kujilinda, kujichunga, walirudisha haki za watu, walifanya istighfar na tauba. Bali si hivyo tu, bali walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila aina ya kumuomba. Tuna imani na yale walikwenda kuyafanya katika viwanja vitakatifu, wakarudi wamefutiwa madhambi yao. Tunawaomba mahujaji ambao wamerudi hivi punde kuzilinda hija zao. Nini maana yake? Ile karatasi nyeupe ambayo wamerudi nayo kutoka katika mji mtukufu wa Maka, wakiwa weupe, wamesamehewa madhambi yao, walinde basi wasije wakachafua tena hiyo karatasi yao. Kama waliacha riba, wasiendelee kula riba. Kama waliacha zinaa, waendelee kuacha zinaa. Kama walikuwa na dumu swala zote 5 wakiwa kule Maka, hata walipokuwa katika miji yao, waendelee kufanya hivyo, ili mradi hii karatasi nyeupe ibaki ikiwa vile vile. Ayuha rahiba, ayuha almu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa wale ambao basi hakubahatika wao kwenda kufanya ibada ya hija, nao tawaomba watie nia, ili nia yao ithibiti ndani ya mioyo yao. Lakini wakati huo wanamwambia Mwenyezi Mungu, mimi ninakusudia kwenda kufanya ibada ya hija kwenye miaka ijayo, na kuomba Allah tabaraka taala nifanyie asbabi, nifanyie wepesi, ili na mimi niende nikafanye ibada hiyo ya hija. Aqulu ma tasmaun, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ya kweli aliyotia na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena anasema, la ihtaramat almaniyatu ahadan, lau mmoja wao ambaye ametia nia kwenda kufanya ibada ya hija kwenye miaka ijayo, akapata dharura, ikiwa ameshatia nia hiyo, wa ajalahu alajal, na mauti ukamwahi, wa huwa sadiqun nia, na hali yeye ametia nia ya hija ikiwa hiyo ya kweli, kataba Allahu lahu ajra alhaji, Mungu anamwandikia huyu malipo ya hija,
kamilan, yakiwa kamili, bifadlihi wa karamihi. Fallahu shakurun karimun yuti ala nia, Allah humpa mtu kutokana na nia ma la yuti ala al-amal, kabla kumpa mtu ambaye hajatenda matendo. Tia nia katika moyo wako kwamba naazimia kwenye miaka ifuatayo mimi insha Allah niweze kabisa kwenda kufanya ibada ya hija. Inni ara rajulan, namuona mtu amekaa pale, wa fi qalbihi husnun, na katika moyo wake kuna huzuni, akisema mimi sina uwezo lakini natamani, mimi sina pesa lakini natamani kwenda kufanya ibada ya hija, sina biashara kutosheleza lakini natamani na mimi siku moja japo nikafanya ibada ya hija. Naqulu la tahzan, tunamwambia mtu aina hii asije akahuzunika. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'adahu wa rattabahu, amemwahidi huyu mtu na amempangilia daraja. Kuna baadhi ya mambo akiyafanya, akishikamana nayo, ili hali akiwa hapa na yeye anaandikiwa malipo ya hija. Miongoni mwa mambo hayo ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza, al-julusu baada salati al-fajri lidhikri, kukaa msikitini baada ya kumaliza sala al-fajri akiwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam, man salla al-ghadata fi jama'ati, mwenye kusali sala ya subhi katika jamaa, thumma qada, kisha akaketi ama akakaa, yadhkuru Allah, akiwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka likachomoza jua, thumma salla rak'ataini, kisha akasali rakaa mbili, kanat lahu, inakuwa kwake yeye mtu huyu aliyeketi baada ya sala al-fajr akiwa msikitini anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kanat lahu, anakuwa anapata yeye kaajiri hajjatin wa umra, malipo kama malipo ya mtu ambaye amekwenda kufanya ibada ya hija au umra. Mia anapata malipo kama yale ambayo alikwenda mtu kufanya ibada ya hija na umra. Kwa hiyo usihuzunike ndugu yangu, jitahidi kufanya haya na wewe unaingia katika daraja la hao ambao wamekwenda kufanya ibada ya hija au umra. Jambo la pili, usihuzunike ndugu yangu, shuhudu salawati fil masajidi biwudhu'in tam, kushuhudia sala za faradhi msikitini kwa udhu uliokamilika. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika bwana mtume rahma na amani anasemaje, man kharaja min baitihi, mwenye kutoka katika nyumba yake, mutatahhiran, akiwa yuna udhu kamili, anakwenda wapi? Ila salati maktubatin, katika sala iliyo ya faradhi, fa ajruhu, malipo yake, ka ajri alhaji almuhrimi, kama vile malipo ya mtu aliyehirimia hija. Rawahu Abu Daud. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tusihuzunike bado, hasa kwa wale ambao wazazi wake wawili bado wako hai au mmoja. Ukishikamana nao katika kuangalia na kuwaenzi na kuheshimu na kuwatendea wema, pia unapata malipo kama mtu ambaye amekwenda kufanya ibada ya hija. Ja rajulun nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yuridu jihada, anataka naye kushiriki katika vita vya jihadi, wala yaqdiru alayhi, ilhali hana uwezo. Faqala la, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hivi, hal baqiya min walidayka ahad, amebaki katika wazazi wako yeyote yule? Qala, akasema ummi, amebaki mama yangu. Qala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'ati laha fi birriha, fa idha fa'alta dhalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, basi nenda kwa huyu mama yako, kamtendee wema, kaishi naye na wema, mjali, muenzi, muhudumie. Hakika ukifanya haya utakuwa kama vile wewe umefanya ibada ya hija na umefanya ibada ya umra, lakini pia kama vile umeshiriki na wewe ibada ya hija. Ayuha almu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islam, hakika Ijumaa hii yawezekana ikawa Ijumaa ya mwisho
ya mwaka 1447. Kama itakuja inawezekana pia ikawa Ijumaa ya mwaka mpya wa Kiislamu. Maasafu shadidi, huzuni kubwa kwa vijana. Hivi sasa wamefunguliwa balaa la dunia ambalo vijana wengi litawashughulisha usiku wao wote. Kombe la dunia. Vijana wataendelea kupoteza muda wao. Niwakumbushe, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jisabuni wenyewe kabla hamjahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ngapi umetumia usiku wako kukesha ukiwa unaangalia mipira hiyo? Hebu jiangalie, una umri wa miaka mingapi sasa? 20, 30. Afu jiulize, umeangalia hayo makombe mara ngapi? 10, 5. Alafu ukikaa kwenye runinga wakati unaangalia hayo makombe unatumia masaa mangapi? 1, 2, 3. Kwa kiasi gani unawanyima haki za watoto wako nyumbani? Kwa namna gani umenyima haki za mke wako? Kwa namna gani umenyima haki za wazazi wako? Eti wewe kwenda kushangaa na kubaki muda mrefu ukiangalia kombe la dunia. Sikwambii kombe la dunia tu, la, bali umepoteza pia vile vile muda wako kuangalia mipira mbalimbali ya Ulaya, ya Afrika and so on. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, hisabuni umri wenu mnaupoteza kwenye mambo ambayo hayakuangizii kheri ya dunia wala kheri ya akhira. Hakuna kitu chenye thamani kwako kama muda wako. Je, umewahi kupoteza muda huo masaa 2, 1, 3 kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah? Je, umewahi kutumia muda kama huo ukakaa khalwa mbele yako na Allah tu ukafanya istighfari kwa makosa ulionayo, kwa madhambi uliyowapitia ya kukaba, ya kulewa, ya kuzini, ya kufii and so? Umewahi kukaa hiyo? Umewahi kukumbuka kutumia muda wako ukawa unasema astaghfirullah, astaghfiruka ya rabbi wa atubu ilaik, fa in kana nam fa huwa khairun wa in kana la fatanabba. Ikiwa ndio basi jambo la kheri, lakini ikiwa hapana basi zinduka, ujue watu wanakupotezea muda wako. Na kwa nini wakupotezea muda wako? Wanakupotezea muda wako sababu muda wako huna maana nao, huna mipango nayo. Mtu ambaye ana shughuli hawezi kushughulishwa, na mtu ambaye ana kazi hawezi kupewa kazi nyingine. Kimsingi basi usishughulishwe na mambo ambayo yatakupotezea muda wako. Ayuha alahibba, ayuha almu'minun, tuchukue sasa mwaka huu 1448 unaokuja katika mipango iliyothabiti ya nafsi yetu na wazazi wetu na familia zetu, lakini tuchukutumie muda huo kwa ajili ya kuangalia katika ficha yetu kwa ajili ya dini yetu, lakini si hivyo kwa ajili ya nchi yetu. Kupoteza muda tukaacha kazi zetu za kujiongezea kipato kitakachotunufaisha sisi binafsi, wazee wetu, familia yetu, nchi yetu, huko ni kuleta hasara ya dunia na kesho akhira. Ayuha alahibba, ayuha almu'minun, si hivyo tu ukuangalia makombe ya dunia na makombe mengine, lakini imekuwa kila siku ziendazo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitoka kwa Mkapa unakwenda Azam, ukitoka Azam unaenda Coast Union, ukitoka kule unakwenda katika uwanja wa Bedi kule, ukitoka hapa unakwenda katika uwanja wa Amani. Yaani wewe muda wote huo ni kukesha tu kuangalia mipira. Faya ajaban, faya ajabal ujab, ajabu iliyoje leo kwa vijana. Wachache wanaowahi msikitini, lakini ni wengi wanaowahi kwenye mipira. Saa 11 alfajiri yuko pale kwenye mpira, na wala yuko tayari saa 11 ya alfajiri akawahi kwa Mkapa kwenye mashindano ya Qur'ani, huenda angepata sababu ya kusikiliza. Ajabu na ujab.
Leo wanaowahi msikitini ni safu 4 tu, lakini yeye anasikia adhana ya kwanza, adhana ya pili, anaendelea tu na maneno kulu, anasema alisema, kuna Beckham, kuna nani kapiga damu ya shingo, kuna hivi. Wapoteza muda wako ya akhi. Wasatusalu amama Allah, utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na huo muda wako. Thumma la tusaluna ya umaidhi anin naimi, utakuja kuulizwa kuhusiana na neema alizokupa Allah. 5,000, 500, 1,000 unayotoa kule kwenda kuangalia mpira, utaulizwa, je, ulitoa mfano hii 500, 1,000 yako 500 katika maendeleo ya dini yako? La. Ndio kwanza kisimama ndugu yangu hapo kwa ajili ya michango, wewe unafuta matako jinsi lako unaondoka. Hadha musiba. Kama hujui basi natumia fursa hii kukukumbusha. Ayuha almu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islam, ya kusemwa ni mengi na muda hautoshelezi, bali tunakumbushana kwa uchache huu tujitahidi kufanyia kazi, kuwa na mipango thabiti, hasa katika mwaka huu mpya wa Kiislamu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi